Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani kila wakati vile tunazileta kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like. Karibu. Kilio kimetanda katika serikali ya Samia Suluhu Hassan chini ya chama tawala CCM na kuanguka ghafla. Serikali hii imepasuka katikati na kushuhudia mlipuko wa mwanguko mkubwa, hasa kwa kile ambacho kinaendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Wengi walikuwa wanalia kwamba chama tawala kimeweza kujilazimisha kuingia Ikulu na hata bungeni na hata madiwani kuwa wa CCM. Sasa wana CCM hao ndio serikali sasa, lakini wamejigeukia wao wenyewe. Kuna huyu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, huyu Pashite, amemvamia waziri mkuu wa serikali ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni Mwigulu Nchemba. Ukumbuke hawa ni mawaziri wote, ijapo mmoja ni waziri mkuu na wengine ni waziri wa wizara kawaida. Huyu Pashite ama Paul Makonda anamvamia Mwigulu Nchemba kwamba hawezi kuwa rais, vile ameanzisha mchakato wa kutembea hapa na pale kufanya vile Magufuli alikuwa anaenda kwa wananchi kuwazungumzia. Mwigulu Nchemba alianzisha mchakato wa kutembelea wananchi ili kusikia ni kipi ambacho wanapitia, changamoto ni zipi, ili waweze kushughulikiwa na serikali, jambo ambalo limeonekana kutomfurahisha waziri huyu ambaye Makonda anajifanya mwandani sana wa Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa amemsomea hadharani kwamba wameanza kufikiria mambo ya uchaguzi ujao, kwamba hawezi kuwa rais kwa sababu yeyote ambaye anamsaliti Rais Samia Suluhu Hassan hawezi kuiona Ikulu, liwe liwalo na liwe. Huyu Paul Makonda yeye anasema yeyote ambaye anaenda kinyume na Samia Suluhu Hassan hawezi kuwa mshindi, hawezi kuteuliwa katika ama kuchaguliwa na wananchi katika nafasi kuu ambayo inapatikana kule Ikulu. Sasa mashambulizi haya ni ya ndani, CCM kwa CCM. Na kuna huyu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha CCM bara ambaye anaitwa Steven Wasira, naye ni mwana CCM. Amemshambulia Makonda huyu Pashite kwamba yeye ameanza kuzungumzia mambo ya uchaguzi ujao wa mwaka 2030. Sasa huyo mwenye anauza kwa soko sasa, unajua hawa ni wana CCM wamegombana wao wenyewe, yani serikali imepasuka. Sasa huyu Steven Wasira anauliza Makonda Pashite kwamba wewe unasema unamtetea Samia Suluhu Hassan, kwamba yeyote ambaye anampinga hawezi kuchaguliwa. Sasa yeye amefika mwaka huu wa 2030. Anauliza swali lingine, wamezungumza na Mungu, amejua yeye atafika mwaka huu wa 2030 na huyu ambaye anaunga mkono atafika mwaka 2030, kumaanisha na huyu ni mzee wa miaka 80, ni mwana CCM ambaye ni makamu mwenyekiti bara sasa mainland. Sasa wana CCM wameanza kuombana wao kwa wenyewe. Kwa nini? Wengi waliweza kujichagua kwa viongozi, wengi wakawa wabunge, rais, wengine mawaziri hapo, kuimba mambo ya CCM kila wakati. Unajua uchaguzi uliopita wa mwaka 2025 tarehe 29 Oktoba ndio tulianza kushuhudia mkengeuko, kwa sababu hii serikali iliweza kujilazimisha kuingia Ikulu. Sasa wameanza
mmeona yale ambayo yamekuwa yakishuhudiwa sasa hivi. Wabunge wanaaga dunia wa CCM. Kufikia sasa wabunge wameaga dunia ni 3. Wenyekiti ni wengi ambao wameaga dunia, wengine kuhusika katika ajali, wengine kukatwa vichwa. Yaani yale ambayo yanaendelea huwezi kuamini. Sasa hayo ndio yamechangia CCM kutokubalika wao wenyewe, kwa sababu wengi hawakuchaguliwa. Na unajua ile damu iliyomwagika Tanzania wakati wa uchaguzi uliopita ikanuka katika mitaa mbalimbali, ndio imeanza kuandama serikali hii haramu, serikali katili ya Samia Suluhu Hassan. Sasa kumaanisha watageukiana wao wenyewe ili hii serikali isambaratike, iwawanyike, waanze kurushiana vijembe, kisha baadaye iishe. Na huu utakuwa msumari wa mwisho ambao utapiwa katika jeneza la chama cha CCM, na chama hiki kitazikwa katika kaburi la sahau. Hautasikia chama cha CCM katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imefika wakati katiba mpya inastahili kupitishwa. Imefika wakati marekebisho yanastahili kufanywa ili tume ya uchaguzi iundwe upya ambayo itashughulikia uchaguzi ujao. Mmeona wana CCM vile wanakandamiza viongozi wa mrengo upinzani, haswa Tundu Lissu na wengine wanapitia mambo makubwa. Wamefungwa kwa jela, wako gerezani kwa mwaka mmoja kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Yaani kesi ya mchongo. Wengine wanatekwa nyara, wanapotezwa, akina Humphrey Polepole hawajulikani walipo kufikia sasa. Haya yote ndio yameanza kuandama wana CCM, na bado ndio maana tunashuhudia wabunge wengi wameaga dunia, madiwani wanaaga dunia, wenyekiti wa chama cha CCM wanaaga dunia. Sasa laana zimeanza kuandama na tutashuhudia mabadiliko makubwa. Huu huenda utakuwa mwisho wa chama cha CCM. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe na uwashe kengele, ili wakati wowote tutakapoweka kanda utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha tumeweka kanda ya kutazamwa. Asanteni sana, tukutane baadaye. Kwaheri kwa sasa.